Karibu sana ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kivu News Info. Karibu sana katika kipindi chetu cha habari cha siku ya leo. Tuko tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, na hivi leo tunakuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia ndani ya maeneo mbalimbali ya dunia hii ambako hali zinazidi kuharibika kutokana na vurugu, vita na magonjwa ambayo inazidi kusambazwa kila siku. Hivyo leo tunakutayarishia habari kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa tunazungumzia kuhusu vikundi vya watu wenye kumiliki silaha ambao waliweza kutokea ngambo ya Rwanda, ambao wanajulikana kama FDLR. Hivi karibuni wanaweza kuanza mchakato ya kuweza kuwavua silaha hizo na kuweza kuwafanya wawe raia, na pia tutaweza kuzungumzia hali ya usalama ambayo ilitokea huko Texas ambako helikopta imeweza kuwaua askari wawili, na kutokana na ajali kubwa ambayo helikopta hiyo iliweza kukumbwa nayo. Pia tutaweza kuzungumzia kwa ukaribu na kwa undani sana hali ambayo inaendelea huko Ruchuru, hali ya usalama na pia hali ya kiafya, na imesemekana kuwa Hospital General ya Birambizo imeweza kufungwa kutokana na fujo ambazo zilikuwa zikitokea eneo hilo la Kivu Kaskazini ambako ni Ruchuru. Utapata habari zote hizo kwa mwendelezo zaidi ikiwa utaamua kuendelea kuwa nasi hadi mwisho wa video hii. Na hivyo ndugu mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ikiwa ni mara ya kwanza kuweza kuanguka kwenye video yetu hii, tafadhali usiweze kuondoka bila kuonyesha mkono wako kwa kuweza kujiunga na channel yetu hii, na pia kuweza kushirikisha ndugu jamaa na marafiki kwenye habari zetu hizi kwa kuweza kushare habari hii, na pia usiweze kusahau kuacha comment yako kwenye section ya comment hapo chini, ili tujue unatufuata ukiwa sehemu gani. Unaweza kutujuza, ni vizuri sana. Tuanze na habari yetu ya kwanza. Tuzungumzie hali ya usalama katika eneo la Birambizo ambako hospitali ya generali ya eneo hilo imeweza kusimamisha shughuli zake zote kwa sababu ya watu wake au wafanyakazi wa afya wa eneo hilo na wa hospitali hiyo wameweza kukamatwa, na hiyo inaweza kufanyia hadi wafanyakazi hao wa hospitali hiyo kuweza kufunga kazi zao. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Birambizo katika groupement ya Bikombo wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Hospitali kuu ya rufaa ya Birambizo ambayo inajulikana kama Hospital General imesimamisha shughuli zake tangu jana tarehe 13 Agosti mwaka 2026 baada ya kukamatwa kwa mara kadhaa kwa baadhi ya wafanyakazi wa hospitali hiyo. Kukamatwa kunadaiwa kufanywa na wanajeshi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vikiwemo vyanzo vya kitibabu, vyanzo vya usalama na vyanzo vya mashirika ya kiraia, hali hiyo inawalazimu baadhi ya huduma wa afya kuondoka hospitalini kwa hofu ya kukamatwa tena na kufanya vitendo vya unyanyasaji. Kesi ya hivi karibuni inamhusu Wema Jean Paul, muuguzi na mkurugenzi wa nursing katika hospitali generale ya Birambizo. Aliweza kukamatwa hapo juzi tarehe 12 mwezi huu wa 8 na wanajeshi wanaodaiwa kuwa katika kituo cha Rurere kilichoko upande wa magharibi mwa Birambizo. Hadi Alhamisi, taarifa zilionyesha kuwa bado alikuwa ako vizuizini. Siku moja kabla, muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Birambizo pamoja na wauzaji madawa wawili waliweza kukamatwa na kuweza kupelekwa. Vyanzo vya maeneo hayo vinadai kuwa fedha ziliweza kuombwa ili waweze kuachiliwa huru. Kuna pia taarifa ya kukamatwa kwa mwalimu
mmoja wa shule ya msingi wa Birambizo anayefahamika kwa majina ya Innocent anadaiwa alikamatwa tarehe 7 Agosti katika mazingira yanayofanana. Mfululizo wa kukamatwa huku unaathiri moja kwa moja utendaji wa hospitali jenerali ya Birambizo. Tangu Alhamisi asubuhi, hospitali hiyo haifanyi kazi kama kawaida, hali iliyowaacha wakaaji wa eneo hilo bila huduma muhimu za afya. Miongoni mwa huduma zilizoathirika ni huduma za dharura, huduma za wanawake wajawazito, watoto wachanga, watoto wanaougua pamoja na wagonjwa wanaohitaji ufuatiliaji wa mara kwa mara. Kwa upande mwingine, vyanzo vya eneo hilo vinaripoti kuwa baadhi ya familia zimeanza kuondoka Birambizo kutokana na hofu ya kukamatwa zaidi na uwezekano wa kutokea kwa vitendo vya vurugu. Hospitali jenerali ya Birambizo tayari imewahi kukumbwa na madhara ya vita. Mwezi wa Februari mwaka 2023, hospitali hiyo iliporwa ambapo maelfu ya dozi za chanjo ziliharibiwa na kupotea, huku dawa na vifaa vya hospitali vikiweza kuibiwa. Eneo la afya la Birambizo pia limeendelea kuathiriwa na matokeo ya migogoro ya silaha. Mwezi wa Juni mwaka 2025, mapigano makali yaliweza kutokea kati ya makundi yenye silaha katika eneo hilo na kuweza kusababisha wakaaji wengi kuweza kuyahama makazi yao na kutoka katika groupement hiyo na ya Bukambo ikiwemo Birambizo. Kutokana na hali hiyo, baraza la vijana wa wilaya ya Rutshuru linatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu, Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu kuingilia kati hali hiyo. Wanazitaka taasisi hizo kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wa afya, wagonjwa na miundombinu ya hospitali ili huduma za afya ziweze kurejea katika eneo ya Birambizo, hasa ndani ya hospitali jenerali hiyo. Wanataka huduma hizo ziweze kurudia haraka iwezekanavyo kwa kuwa watu wengi kwa sasa wanazidi kusumbuka. Kwa sasa kusimamishwa kwa shughuli za hospitali hiyo kunaongeza zaidi changamoto kwa wakaaji wa Birambizo katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na ugumu wa kupata huduma za msingi za afya. Tuzungumzie pia kuhusu kuondolewa silaha kwa vikundi vyenye kumiliki silaha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikundi vya FDLR. Na hivyo kundi la kimataifa la mawasiliano ambalo linajulikana kama Groupe Contact International linafuatilia hali ya usalama katika maeneo ya Maziwa Makuu na limeweza kukaribisha kutiwa saini kwa itifaki ya kuondoa silaha, kuwaondoa vitani na kuwaweka katika maeneo maalum wapiganaji wa FDLR ambao wanajulikana kama Force Democratique pour la Libération du Rwanda. Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi tarehe 13 Agosti, Groupe Contact International imesema hatua hiyo inaweza kuchangia juhudi zinazoendelea za kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu. Groupe Contact International inajumuisha nchi na taasisi mbalimbali, miongoni mwao Marekani, Ubelgiji, Kanada, Denmark, Umoja wa Ulaya, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Uswidi, Uswisi na Uingereza. Kundi hilo limeeleza kuwa limepokea taarifa ya tarehe 28 Julai kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kujiunga rasmi kwa sehemu ya FDLR na itifaki yake. Hata hivyo, washiriki hao wa kimataifa wanazitaka mamlaka za Kongo kuchukua hatua inayofuata haraka. Wanataka kuandaliwa kwa mpango wa utekelezaji wenye ratiba halisi ili kuhakikisha kuwa FDLR inapunguzwa uwezo wa kufanya shughuli za kijeshi. Kulingana na ahadi zilizowekwa katika makubaliano ya Washington pamoja na mpango wa CONOPS unaohusu kujitenga kwa majeshi na kuondolewa kwa hatua za kujilinda za Rwanda. Kundi hilo la Groupe
Contact International pia zimesisitiza umuhimu wa kutekeleza kwa vitendo vya itifaki hiyo. Serikali ya Kongo imetakiwa kuweka wazi namna suala la kupambana na kutoadhibiwa kwa wahusika wa makosa itakavyoshughulikiwa, pamoja na kushirikiana kwa karibu na MONUSCO ambayo inachukuliwa kuwa mshiriki muhimu katika mchakato huo. Wakati huo huo, Groupe Contact International imeonya kwamba aina yoyote ya ushirikiano wa kijeshi au ishi pamoja kwa kiutendaji na wanachama wa FDLR itakuwa kinyume na ahadi zilizowekwa katika makubaliano ya Washington. Kwa upande mwingine, Groupe Contact International imesema iko tayari kuunga mkono maendeleo yoyote ya kweli yatakayofanyika na DRC pamoja na Rwanda katika mchakato wa amani unaoendelea. Kundi hilo limewahimiza wahusika wote waliotia saini makubaliano ya Washington pamoja na wahusika katika mfumo wa Doha na wapatanishi mbalimbali ikiwemo Umoja wa Afrika kuendelea na juhudi za kutekeleza ahadi zilizowekwa. Washiriki hao wa kimataifa pia wanawakumbusha wahusika wajibu wao wa kuwalinda raia, kuheshimu maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kulinda usalama pamoja na uadilifu wa mipaka ya nchi zinazohusika. Wametaka pia kupunguzwa mara moja kwa mvutano wa kisiasa na wa kijeshi katika maeneo ya Maziwa Makuu. Katika taarifa hiyo, Groupe Contact International pia imekaribisha makubaliano ya kubadilishana wafungwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 ikiyataja kuwa hatua ya kujenga amani ambayo inaweza kusaidia kupunguza mvutano. Kundi hilo limekaribisha pia uhamisho wa hivi karibuni wa watu walioachiliwa na mamlaka za Kongo kuelekezwa kwa M23, operation iliyowezeshwa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ambayo inajulikana kama CICR. Mwisho, Groupe Contact International imezitaka pande zote kuheshimu wajibu wao chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu na kuhakikisha kuwa msaada wa kibinadamu unawafikia kwa usalama, kikamilifu na bila vikwazo wananchi walioathiriwa na migogoro katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tukikuandalia kwa siku ya leo kutoka huko kwenye mapatano yanazidi kufanywa, ni kusema mapatano ya kidiplomasia. Ajali ya helikopta ya kijeshi yasababisha vifo vya watu wawili nchini Marekani. Watu wawili wamefariki dunia baada ya helikopta ya kijeshi ya Marekani ya aina ya AH-64 Apache kuanguka katika eneo la katikati la jimbo la Texas. Tukio hilo lilitokea katika maeneo ya mashambani kusini mwa kijiji cha Solado, ambapo polisi walipokea simu ya dharura mjini ya saa 7:33 kwa saa za eneo sawa na saa za 18:33 GMT. Baada ya kufika katika eneo la tukio, maafisa wa polisi walikuta mabaki ya helikopta hiyo pamoja na moto mkubwa uliokuwa ukienea kwa kasi. Msemaji wa ofisi ya sherifu wa Bill County, Chief Clomen, alisema moto huo ulikuwa unaongezeka kwa kasi na kuwa vigumu kuweza kudhibiti. Watu wawili walikuwa ndani ya helikopta hiyo walitangazwa kuwa wamefariki dunia papo hapo katika eneo la ajali. Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa ndege hiyo ilikuwa helikopta ya mashambulizi ya aina ya AH-64 Apache iliyokuwa katika kituo cha jeshi la Fort Hood, mojawapo ya kambi kubwa za jeshi la Marekani.
Jeshi la Marekani limesema uchunguzi kuhusu chanzo cha ajali hiyo umeanza, huku vikosi vya uokoaji na huduma za dharura vikiendelea na huduma zao katika maeneo hayo ya matukio. Brigedia Jenerali Ethan Devine, kaimu kamanda mkuu wa First Cavalry Division, amesema kipaumbele cha jeshi kwa sasa ni kulinda eneo la ajali na kusaidia juhudi za awali za kukabiliana na tukio hilo. Jeshi pia limetoa pole kwa wahuduma waliopoteza maisha pamoja na familia zao wakati wa uchunguzi ukiendelea ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Helikopta ya AH-64 Apache ni ndege ya kijeshi yenye injini mbili na mabawa mane yanayozunguka. Inatumiwa katika operesheni mbalimbali za kijeshi ikiwemo upelelezi wenye silaha, mapambano ya karibu, mashambulizi na usafirishaji wa vikosi. Helikopta hiyo hubeba wanajeshi wawili, rubani anayeketi sehemu ya nyuma na mwanajeshi anayesimamia silaha pamoja na kusaidia uendeshaji akiwa mbele. Kwa sasa mamlaka zinaendelea na uchunguzi wa ajali hiyo huku eneo hilo la tukio likiendelea kulindwa na vikosi vya usalama. Ni hapo ndipo tunafikia mwisho wa habari zetu za habari za siku ya leo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji, tunashukuru sana kuwa nasi hadi mwisho wa habari hizi. Tunatumaini ikiwa ulielewa habari zetu vizuri sana na niweza kukufikia ukiwa mzima na afya ya mzuri. Mpenzi msikilizaji wetu, tunaishia hapa kwa siku ya leo. Tulikuwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukahamia kidogo Marekani na tukazungumzia habari nyingi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi, ili kutunga mkono katika kazi ambayo tunazidi kufanya kila siku, unaweza kuacha comment ndani ya comment section. Unatufuata ukiwa sehemu gani, unaweza kutujuza, na hivyo unaweza pia kujiunga na channel yetu hii Kivu News Info ili kuweza kujipatia habari, na unaweza kushare habari hii kwa ndugu dada, marafiki, ili nao pia waweze kutupata sambamba kwenye line yetu hii. Hii ni Kivu News Info ambayo ilikuwa nakutayarishia habari asubuhi ya leo. Acha basi tukutanane sehemu ya pili au muda wa magharibi.